Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA inaendelea na utekelezaji wake wa jukumu la msingi la usajili, utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia, wageni wa kazi, wakimbizi na walowezi waliokidhi vigezo. Hapa najaribu nilitoe maelezo kidogo kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko wa baadhi ya sehemu, nisingependa lije katika maswali kwamba kuna baadhi ya wageni wa kazi au wakimbizi au walowezi wamekuwa wakizuiwa sehemu wakiwa na kitambulisho cha taifa, na hivyo kuzua tofauti kwamba NIDA wanatoa vitambulisho kwa watu wasiohusika. Kitambulisho cha taifa kama nilivyozungumza, tunatoa vitambulisho vya aina tatu. Kama nilivyozungumza, kuna uraia, raia wa Tanzania anakuwa na kitambulisho hicho cha NIDA, lakini tunakuwa na kitambulisho cha mgeni mkazi. Kwa mfano, wanaofanya kazi katika mashirika mbalimbali, makampuni, wanapopita TIC kupata permit za kufanya kazi, lazima tunawapa vitambulisho vya wakazi ambavyo vinamsaidia kuweza kupata huduma muhimu, kwa mfano kusajili simu, kupata huduma za nani. Lakini pia tuna wakimbizi na wakazi walezi. Ningeweza kutoa mfano namna ya aina ya vitambulisho. Kitambulisho hiki ni kitambulisho cha mkimbizi ambacho kiangalia kitambulisho hivyo cha NIDA, lakini chini pote utaona maelezo ya ni aina gani ya kitambulisho hicho. Lakini tuna kitambulisho cha taifa Tanzania, utaona Citizen Identity Card. Lakini cha tatu tuna Legal Identity Card. Hii ni kwa wale mtu ambaye amekuja kwa kazi maalum, kwa mfano viongozi wa dini, kuna mapadri, kuna mashehe ambao wanakuja kufanya kazi kwa muda maalum. Ina maana kila kitambulisho kina kibali cha kufanya kazi na kuishi kinapomalizika, inabidi arenew tena kitambulisho. Kwa hiyo niombe kutoa ufafanuzi, ndugu zangu waandishi wa habari, muweze kutoa elimu kwa wananchi na kwa baadhi ya watu wa huduma, hii kutoa huu mkanganyiko. Katika utekelezaji wa shughuli hizo za usajili, utambuzi na mabadiliko ya taarifa, ni moja ya huduma inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, ambayo inaruhusu mtu aliyesajiliwa katika mfumo wa NIDA kuhuisha na kufanya mabadiliko ya taarifa zake binafsi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Naomba nirudie. Katika utekelezaji wa shughuli hizo, shughuli zetu kama sisi watoa tunaofanya utambuzi, tunaruhusu pia kuhuisha taarifa, kufanya mabadiliko, lakini ukifuata taratibu na misingi na sheria iliyowekwa. Si unakuja tu jina lako unaitwa Niko Rusingu, lakini unakuja kujiandikisha pale kwa sababu unaipenda Yanga, unaamua kuandika Niko Pacome Rusingu. Hiyo inakuwa ni taarifa ya uongo. Matokeo kija kubadili, tunaangalia kama kuna viambatisho gani vilivyokuwepo na kwa nini jina hili litokee. Ndugu zangu waandishi wa habari,